na unafanya ufahamu unakuwa ndani mwako, unakusaidia kufikiri. Nenda pale Waebrania 5:14. Inasema kwamba moja ya tofauti ya watu ambao wamekuwa rohoni, watu ambao wamekomaa rohoni, ni watu ambao akili zao zimezoeshwa kutumiwa katika kupambanua mema na mabaya. Waebrania 5:14. Kanisa amefika hapa, anasemaje? Yangu kidogo leo, maana nina vitu vingi. Okay, good. Lakini chakula kigumu ni cha watu wa nini? Cha watu wa nini? Nasema hivi, kuanzia leo uwe mtu mzima rohoni kwa jina la Yesu. Nasema hivi, uwe mtu mzima rohoni kwa jina la Yesu. Ambao nini? Kwa mtu mzima atumtafsiri kwa umri. Umesikia vizuri? Mtu mzima sio umri. Kwa sema, ona mimi umri wangu ni miaka 30. Asante. Dada, mama, kaka, baba, miaka 30 sio mtu mzima. Mtu mzima ni kutumia akili. Lakini chakula kigumu ni cha watu nini? Wazima, ambao akili. Kwa hiyo ukijua bado ni mtoto, angalia yale ambao akili yako inafanya kwa kutumiwa, akili zao kwa kutumiwa. Kwa kadiri ambavyo unaitumia akili yako, ndivyo ambavyo unakomaa kuwa mtu mzima. Zimezoezwa kupambanua mema na nini? Watu wa Mungu. Kumbe akili ambayo imezoezwa kupambanua mema na mabaya ndio akili ya mtu mzima rohoni. Ndio akili ya mtu mzima. Kwa hakuna mtu mzima ambaye akili yake haijazoeza kupambanua mema na mabaya. Akili zake kwa kutumiwa. Akili zao kwa kutumiwa. Kwa lazima uitumie akili yako. Lazima akili yako ifanye kazi. Mmoja anaitwa E.W. Kenyon anasema kwamba make your brain to sweat. It will sweat, but at the end of the day it will produce sweat. Ifanye akili yako kufanya kazi. Wewe ni mwanafunzi unasoma shuleni, tumia akili yako vizuri. Useme umesoma mara ya kwanza hujaelewa, soma mara ya pili, soma mara ya tatu, mara ya nne mpaka uelewe. Kama ikariri, shika. Haleluya. Jambo la tatu, nini maana ya akili? Akili ni uwezo wa kupata ufahamu, ujuzi na kutambua mambo. Akili ni uwezo wa kupata ufahamu, ujuzi na kutambua mambo. Baki mtu mwenye akili yake inaweza ikapata ufahamu, ina uwezo wa kupata ujuzi, skills. Ujuzi ni skills. Pia inaweza kuyatambua mambo. Danieli 9:22. Akili ni uwezo wa